Baada ya ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya nchini Eswatini, kocha Dimitri Pantev au meneja mkuu atangaza kishindo cha Simba Sports. Bila shaka baada ya ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini, meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitri Pantev wa klabu ya Simba Sports ana mikakati kadhaa. Pantev amesema kuwa hawatabadilisha kabisa mfumo wa timu kutokana na ushindi huo. Kwa mkakati huo basi hatabadilisha kitu, alisema. Anataka Simba iendelee kucheza kwa utambulisho wao, kutafuta nafasi na kuzitumia vizuri na kuwa na nidhamu kwa upande wa ulinzi. Nidhamu ya kimbinu na ushirikiano wa timu. Kocha amelegeza kuwa licha ya ushindi mzuri, bado kuna makosa madogo ambayo hayataruhusiwa kurudi, kama kupoteza mpira bila ya lazima, kucheza bila mpangilio au kuchukua nafasi zisizokuwa na mpangilio mzuri. Kwa hiyo mikakati yake inajumuisha kuimarisha ulinzi, kuhakikisha safu ya nyuma inakaa imara na isipate nafasi nyingi, kuimarisha ushambuliaji kwa hesabu, sio tu kukimbia na mpira mbele, bali kutafuta maeneo yaliyofunguka, geometry ya mpira juu ya mipira ya kona, maeneo ya nyuma ya mabeki, kuimarisha ushirikiano. Wachezaji wake waje pamoja, kila mmoja ajue nafasi na jukumu lake. Pantev alisema kuwa timu inahitaji kuwa na akili ya kujituma kuwa tishio. Kama alivyosema, tunahitaji kuwa na timu inayocheza kwa mpangilio, inayoshambulia kwa hesabu na kujilinda kwa pamoja. Nadhani kila kitu kitakaa sawa na kuwa tishio. Hii ina maana kwamba mikakati yake haizungukwi tu na mbinu ya uwanjani, bali na hali ya moyo na motisha ya wachezaji. Kabla mchezo wa Eswatini alizungumzia jinsi uwanja wa nyasi bandia ulivyoweza kuwa changamoto kwa timu yake na kwamba lazima wachezaji wawe tayari kiakili na kimwili. Hii inaonyesha kwamba Dimitri Pantev anazingatia kuwa na ufahamu wa mazingira ya uwanja, kama hali ya hewa, ubora wa uwanja, aina ya nyasi na kadhalika. Zote hizo zinasaidia katika kujipanga zaidi kinguvu na kimbinu. Kwa mujibu wa taarifa, Simba imekuwa chini ya Pantev na jukumu si tu la kocha, bali pia kuisimamia maendeleo ya kikosi, mpangilio wa wachezaji, shughuli za kitimu na usimamizi wa manunuzi ya wachezaji. Ndivyo maana wamempa meneja mkuu. Hii ina maana mikakati yake sasa ni ya muda mfupi, pia ya muda mrefu, si tu kujiandaa kwa mechi hii ya mkondo wa pili, bali pia kujenga timu ya kudumu yenye mafanikio. Kwa kifupi, hata baada ya ushindi mzuri wa bao 3-0, Pantev haamini kuwa kazi imekamilika. Badala yake anachukua kama hatua nzuri tu ambayo inahitaji kuimarishwa zaidi. Kikosi cha Simba Sports kinaonekana kuwa kwenye hali nzuri, hasa ikiwa wanatekeleza mikakati yake vizuri. Nidhamu, mapambano ya pamoja na mpira wa busara na moyo wa ushindi. Weekend hii tutarajie tena Simba Sports ikishuka dimbani katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo tayari sasa wana mtaji wa mabao 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Na hii ni Meli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za michezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, fuatilia Meli TV. Nilikuendelea kusomea taarifa hii, mimi sikutulia kueleza hadi wakati mwingine. Kwa heri.